Mheshimiwa Condesta Michael Chalwe atafuatiwa na Mheshimiwa Asia Abdul Karim Halamga. Mheshimiwa Stella Martin Manyanya Jendai. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipatia nafasi. Kwanza naunga hoja iliyoko mezani. Lakini pia Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Momba. Jana tarehe 22 mwezi wa 6 2025, Wizara ya Ujenzi walikuwepo ndani ya jimbo la Momba kwa ajili ya kusaini mkataba wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, barabara kutokea pale Momba kupitia Chitete makao makuu, kutokea Momba Kamsamba kwenda Chitete mpaka Mloo kwenye jimbo la Mbozi, barabara yenye urefu wa zaidi ya kilomita 145. Kwa kweli sisi kama wananchi wa jimbo la Momba tunashukuru sana na tuna kiu kubwa kuona lami inakuja kwenye jimbo letu iwe kichocheo cha uchumi, kwa sababu kutoka kwenye eneo lile tunazalisha mpunga mwingi sana ambao unahudumia na mikoa mingine mingi, lakini pia kwenda nchi za jirani kama Zambia na Kongo. Lakini pia tunazalisha ufuta kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia kumegundulika kuwepo na gesi ya helium na uwekezaji mkubwa sana umefanyika mahali pale. Kwa barabara hii itakapokuwa imekamilika, bila kusahau kwamba tuna Ziwa Rukwa, samaki wengi wanatoka kutoka eneo lile. Kwa hiyo itakuwa ni chanzo kikubwa sana kwa ajili ya halmashauri yetu, chanzo kikubwa sana kwa mkoa wetu wa Songwe na mikoa mingine ya jirani, lakini na kuongeza pato kubwa kwa ajili ya taifa letu. Kwa hiyo ni muombe Waziri wa Fedha pia itakapofika wakati wake kuendelea kutupatia pesa, manake tunaanza na kilomita 10, kilomita 5 upande wa Kamsamba jimbo la Momba na kilomita 5 kule Mloo jimbo la Mbozi. Tutaomba na kilomita zingine zinazoendelea kufikia hizo 145 tupate hela kwa wakati ili barabara hii iweze kukamilika. Mheshimiwa Spika, kwenye bajeti hii kuu ya mwaka 2025 na 26 mimi nitakuwa na maombi kadhaa tu, mawili na muda ukiwa rafiki basi matatu. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Spika, nimekwishawahi kuchangia hapa kwenye nyakati tofauti. Na jambo hili ambalo nimekuwa nikilichangia, nashukuru Mheshimiwa Waziri huyu wa Fedha amesha kupata nafasi ya kulitembelea jimbo langu la Momba mwaka 2021. Na alipofanya ziara, kwa kweli alifanya ziara yenye tija sana, na nitumie nafasi hii pia kuendelea kumshukuru. Mheshimiwa Waziri, naendelea kukukumbusha kupitia bunge hili tukufu kwamba lile eneo tulilofika kwa ajili ya kupata kituo kipya cha forodha, sio kwamba naomba tu kwa ajili ya maslahi ya wananchi wa jimbo la Momba, lakini ninaomba ni kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa letu hili la Tanzania, kwa sababu maeneo mengi ambayo yameonekana kujengwa vituo vya forodha, we mwenyewe utakuwa ni shahidi, ndipo mahali ambapo pia TRA inajikusanyia mapato ya kutosha. Lakini pia imekuwa ni jicho la serikali kuangalia maeneo hayo kwa ajili ya kujikusanyia mapato. Lakini vivyo hivyo maeneo hayo ambayo yamekuwa na vituo vya forodha yameonekana kuchachua uchumi sana wa maeneo hayo, na vijana wengi kupata ajira, wakina mama kupata ajira, lakini taasisi pia za kifedha zimeonekana kuwa na mwitikio mkubwa sana kuweka taasisi zao hapo, kwa sababu shughuli nyingi zinazohusu uchumi zinakuwa ziko hapo. Lakini wafanyabiashara wamekuwa wakivutiwa sana, kwa mfano uwekezaji wa mahoteli na shughuli mbalimbali. Mfano mzuri tunatolea eneo kama Namanga, natolea mfano kama Tunduma na maeneo mengine yote kama kule Silali ambayo yanavyo vituo vya forodha. Mheshimiwa Waziri, katika nchi hii, kwa mfano natolea nchi ya Kenya ambayo tumepakana nayo, kuna vituo vya forodha zaidi ya 3, mfano Namanga hapo, Olili na hata kule Silali. Kwa kweli inashangaza kidogo kuonyesha mpaka wa Tanzania
baina na nchi ya Zambia, ambayo nyuma yake Zambia imebeba nchi zaidi ya 4, tunasema lango kuu la SADC. Tafsiri yake tuna mpaka ambao unabeba mipaka mingine zaidi ya nchi 5. Kongo wanategemea kupita hapo kwenye kituo cha Foroza, Zimbabwe wanategemea kupita hapo, Namibia wanategemea kupita hapo, Botswana wanategemea kupita hapo. Lakini hata nchi ya South Africa ikitokea kuna mtu yeyote amepokea mzigo kupitia bahari ya Hindi ambao unabidi upite kwa barabara kupitia Zambia, wanategemea kituo kimoja cha Foroza cha Zambia. Na ndio hiyo imepelekea pia kuonekana kuwa na mrundikano mkubwa sana wa magari pale Tunduma. Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa wewe umeshawahi kufika pale jimbo la Momba na unafahamu tulifika wote mpaka upande wa Zambia, na wenzetu wa Zambia baada ya kuona tu kwamba pale lile eneo ni fursa, wao tayari wameshaanza kwa kujizatiti, wamejenga gate toll. Kwa hiyo magari yote ambayo yanapita na kuingia kwenye nchi yao, kwa sababu wanajua eneo lile ni la fursa, kwa sababu limeonekana ni eneo pia la watu kupitishia magendo. Kwa sababu Zambia wao wameitumia kama eneo la fursa ya kujiongezea kipato, Mheshimiwa Spika, wameshajikinga kwa namna hiyo. Ombi langu kwa serikali kupitia wizara hii ya fedha, kwa sababu kituo hiki cha Foroza kitakuwa na manufaa makubwa, lakini serikali imeshaanza kuweka uwekezaji pale. Tumeshajenga soko la kimataifa la mifugo na mazao ambalo lipo kabisa mpakani mwa nchi ya Zambia na kwetu huku Tanzania. Mimi ninaamini baadhi ya miundombinu tayari imekwisha tangulia. Mheshimiwa Waziri, tunatamani kuona kwamba swali lile ambalo limejibiwa mara ya mwisho kwamba tunaanza feasibility study, tunaomba lifanyike kwa haraka sana na kwa upesi sana, ili Tanzania na mpaka wake wa Zambia angalau tupate kituo cha Foroza ambacho kinafanana na hadhi ya Tunduma, kituo cha pili. Na tulikuwa tunaomba, kwa kuwa upande ule wa jimbo la Momba unaonekana kuwa na barabara nzuri kufikia nchi ya DRC, basi angalau tuseme magari yote ambayo yatakuwa yanaingia na kutoka kwenda nchi ya DRC yapitie kupitia kituo cha Foroza kipya ambacho kiko ndani ya jimbo la Momba. Tutachachua uchumi wa eneo lile, tutaongeza kipato, lakini ajira zisizokuwa rasmi zitapatikana kwenye eneo lile. Nimechangia kwenye bajeti ni zaidi ya mara ya 3. Niombe sana Wizara ya Fedha mchukue jambo hili kwa umuhimu, kujua kwamba ni jambo la muhimu, litakuwa ni chanzo kizuri sana cha mapato. Jambo la pili ambalo ni ombi, Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana husika, jambo hili pia linahusiana na Wizara ya Kilimo. Tunatambua nia njema ya serikali kuweka mfumo wa stakabadhi ghalani ili wananchi waweze kupata bei kwa njia sahihi ambayo inatokana na serikali, ili kuondoa urasimu wa wananchi kuibiwa mazao yao na wafanyabiashara wasiokuwa na nia njema ya kumnyonya mkulima. Lakini Mheshimiwa Waziri, mfumo huu unapokuwa unatekelezwa, wakati mwingine kuna changamoto ambazo zinatokea, aidha zinaweza zisiwe za serikali, lakini ni kulingana na hali halisi ya soko la dunia ikoje. Sisi kule Momba na maeneo mengine tunalima ufuta. Ufuta ndio zao la biashara, na ni mwaka jana ndo tumeanza kutekeleza mfumo wa stakabadhi ghalani ili halmashauri yetu iweze kupata mapato na vyama vikuu vya ushirika mfano Soleku viweze kupata mapato, lakini tuweze kuyakontrol mapato yaweze kufika mpaka serikali kuu. Sasa tunavyofahamu, tunajua kwamba mazao haya yanapoonekana ni fursa duniani na nchi nyingine zinajizatiti kwa ajili ya kulima na kujiongezea kipato. Tunajua katika mwaka huu Brazil alizalisha ufuta mwingi sana na akauingiza sokoni. Hivyo imepelekea wananchi wetu ufuta ambao umelimwa katika maeneo yetu kushuka bei. Tafsiri yake, wananchi wameona kwamba mfumo wa stakabadhi ghalani ni kitu ambacho sio sahihi, ili hali tunajua demand and supply iliyoko duniani imechangizwa na jambo hilo. Ombi langu, kama ambavyo watu nafanya pia
kwa mazao mengine kama mahindi. Inapoonekana kwamba demand inakuwa high huko duniani na supply imekuwa limited, kwamba sisi huku Tanzania tumezalisha kwa kiwango kikubwa lakini nchi zingine hazijazalisha, mahindi huwa yanapanda bei na wananchi wetu kujipatia kipato. Lakini inapoonekana nchi zingine pia zilizalisha kwa wingi na sisi Tanzania tulizalisha kwa wingi na bei inashuka, serikali huwa inachukua jukumu la kuyanunua mahindi hayo na kuyatunza ili kuwafanya Watanzania ambao wamelima kwa shida, na serikali imeweka ruzuku ili kuwasaidia wakulima ili kuwaondolea maumivu. Niombe pia na katika hili, tunajua serikali inazo njia nyingi na mlango mwingi wa kusaidia. Sio muda wote Brazil ataingia sokoni kimabavu kukontrol soko la dunia. Tulikuwa tunaomba vile ambavyo tunafanya kwenye zao la mahindi, tufanye vivyo hivyo pia na kwenye zao hili la ufuta. Ufuta umeshuka bei sana na wananchi wakati mwingine wanafikiri mfumo wa stakabadhi ghalani sio kitu sahihi, au kwa kuwa wananchi waliwekeza nguvu nyingi na tuliwahamasisha kwamba zao la stakabadhi ghalani, kwamba mazao mengi ambayo yanauzwa stakabadhi ghalani yataenda kumsaidia mkulima bila kumnyonya, basi tuombe turuhusu soko huria, wafanyabiashara waingie kununua ufuta kwa wananchi. Inaweza ikasaidia kuto kuonekana soko kuwa monopoli, kwa sababu wote wanapaswa kwenda kuuza wapi? Stakabadhi ghalani, ili wananchi waondoe yale machungu, kwa sababu mwaka jana tumeuza ufuta kilo moja zaidi ya 4,500, lakini muda huu tunavyoongea mnada wa mwisho bei ilikuwa chini ya 2,500. Wananchi kidogo inawaumiza kwa sababu waliwekeza nguvu nyingi. Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana, kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo, tunaomba maombi haya muweze kuyachukua. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, nashukuru sana kwa kunipatia nafasi. Mheshimiwa Kondesta, kuna hoja, wakati ukijenga hoja yako umezungumza hapo kuhusu Brazil kuingia sokoni kimabavu. Sijaelewa vizuri ili Mheshimiwa Spika, nilikuwa namaanisha kwamba wamezalisha kwa kiwango kikubwa ufuta, hivyo wamefanya kuonekana ufuta uwe mwingi sokoni na bei kushuka kwenye hizi nchi zingine kwa sababu ufuta umekuwa mwingi. Lakini na withdraw kauli, manake wamezalisha kwa kiwango kikubwa, wameonekana kwamba wao wamekuwa tough sokoni. Sasa kama wamezalisha kwa wingi, manake ni haki yao, hawawezi kuzuiwa kuzalisha, na sisi tuzalishe wingi tuwazidi. Kwa hivyo inabidi kauli ya kusema Brazil kuingia sokoni kimabavu inabidi iondoke ili mchango wako. Nimeiondoa Mheshimiwa Spika. Asante sana.